ulikuwa mwanamume shababi. Sasa uko wapi wa ushababi wako? Umekaa chini hapo. Haya, nenda kwa huyo swema wako. Wa ushababi wako uko wapi? Sinakuuliza. Mama, unafanya nini sasa? Yaani inafikia hatua kumsimanga hivi baba yangu kweli? Kelele uko. Siwezi kunyamaza. Tambua huyu ni baba yangu mzazi. Hata kama amekuwa amerukwa na akili, bado atabaki kuwa baba yangu tu. Sijui unanielewa, na ujue kwamba huyu alikuwa na akili zake timamu. Na alikuoa wewe, mkanizaa mimi na nimekuwa sasa. Hivyo basi nikiwa kama mtoto wake, sitaki umuonyeshe babangu dharau zozote zile. Naona sasa unanipanda kichwani Umepata wapi ujasiri huo wa kunikabili mimi mama yako Tanisongea na baba yako chochote kile. Wewe kama nani hapa? Nadhani hujanielewa mama. Na naona kabisa umeshamchoka babangu. Na kama umemchoka kweli basi mpe sumu. Alafu uone kitakachokukuta. Sikiliza nikuambie mama. Hivi kwa mfano huyu ndo angekuwa wewe na wewe ndo ungekuwa baba. Baba kufanya hivyo ungeridhika kweli wewe? Hata Mungu mwenyewe haridhiki. Mama, badilika, unayofanya si mazuri. Kelele uko, mshenzi mkubwa. Nongo. Mwangalie. Amka baba. Amka. Pole baba. Pole. Utapona babangu. Kula. Kula chakula baba. Taratibu baba. Kwani ni mama anamtesa baba? Kwani sio mumewe? Ila tambua kuwa baba hakupenda kuwa na hali ile. Na ifahamike kuwa kwamba baba yule alikuwa ni mzima. Alikuwa ni mzima kabisa. Ila hafla tu ugonjwa ule ukamuingia. Lakini mama anamfanya baba kama vile sio mtu, kama vile sio mumewe. Inaniuma mimi kwa kama ni mwanae. Bizanda shemeji yangu Bizanda. Kwa nini unakuwa mkatili kiasi hiki? Huu ni unyama. Wesu ni mume wako na atabaki kuwa mume wako, sawa? Karukwa na akili. Lakini shemeji yangu subira inakushinda. Sasa binti yangu, mimi nimekusikia na nimekuelewa sana. Na mimi pia Wesu ni ndugu yangu, wewe ni baba yako, mimi ni kaka yangu, baba mmoja mama mmoja. Lakini nikuombe, pamoja na yote yalotokea, nyamaza kulia. Hebu futa machozi kwanza, futa machozi yako. Nyamaza Ligoya. Sasa ukilia ndo nini? Usilie mwanangu. Yaani si kwamba labda mimi nilivyokaa kimya ili jambo labda nilikuwa nalichukulia kiwepesi. Hapa najisikia mwili wangu kama una ganzi hivi. Lakini nikisema nikurupuke kukujibu kwa haraka, kiukweli nitakuwa nakuongopea kwa sababu ili jambo ni kubwa. Yaani naona kama nimebeba nyumba kichwani mwangu. Lakini wewe nikuombe kitu kimoja. Hii saizi alfajiri uko hapa, sidhani hata kama mama yako umemwaga. Wewe rudi nyumbani. Umenielewa mama? Rudi nyumbani. Ukifika pale usiseme kama umekuja kwangu, wala usionyeshe tofauti ya aina yoyote. Fika pale, kama kuna vyombo osha, kama kuna kufagia, fanya shughuli zote kama kawaida. Mimi nina safari ya juu kuenda kumuona yule bwana mdogo Kimu yule. Nikitoka kule juu mimi nitapita kwenu. Nitakuja kuzungumza na mama yako kwa weledi kabisa. Na wala sitosema kwa kuja, mimi mwenyewe mtu mzima, nafahamu. Huu mtihani sana kwa kweli.
Na mwanangu, hebu jaribu kupunguza hiyo huzuni na simanzi uliokuwa nao. Najua ni jambo la ghafla lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ameruhusu Uwesu yamkute yale aliyomkuta. Mtihani kama mitihani mingine. Tunatakiwa kuwa na subira, tumuombee dua wakati tunaendelea kutafakari nini cha kufanya. Umenielewa? Ana kuoga hapa, aoge mtu, naoga mwenyewe. Ana kuoga mtu. Maji hayo naoga. Wewe. Ana kuoga mtu hapa. Analia na milia mamake. Kula wabwa mama u ao baya, angalie baya. Sasa hivi nimelipata libaba hilo linanigharamia tena, na mapenzi shetani anayaogopa. Kwani unjui basi? Si ule mzee tulikutana naye siku ile kule tulivyoenda kukata kuni mpaka mvua ikawa inanyesha. Yule mzee Uwesu? Mzee Uwesu. Barabara. Mzee mwenye mapenzi yake mjini. Ana mapenzi shetani anayaogopa. Ndio ananifanya mimi natamba na nipa jeuri. Kote nimezunguka shoga yangu pale Kigoma. Yaani kama Kigoma pale wapi? Ushwale. Yule mzee tunapika, tunapakua. Hapa ninavyozungumza jana kalala kwangu. We mtoto. Baba sina. Unajua kama yule na mkewe? Najua. Tena mkewe Mjaidina. Unalijua hilo? Hilo ndio kinanichukutia pressure. Punguza pressure. Tena hao Mjaidina ndio wazuri. Kwa sababu dini wanaijua vizuri. Sheria ya Kiislamu wanaijua vizuri. Mtoto wa Kiislamu ruksa kwa wanawake hao 4 dada. Sasa kama yule bi mkubwa mimi nakuwa mke wa ngapi? Wa pili dada. Cha mtu kinaliwa na mtu. Cha chuma kinaliwa na kutu, shoga yangu. Vipi? Liko hayupo? Hayupo, ameenda kwenye biashara zake. Hebu twende bwana, unaogopa nini? Uoga wewe. Ana dhamana huyo. Wewe cheza.
Baba. We mama. Mama. We mama. Baba. We mama. Nini? Nimelala. Sasa mama utalalaje kati baba yupo nje hapa amelala peke yake anapigwa na baridi kweli? Sikiza nikwambie wewe. Huyo baba yako huyo nilikuja hapo nje nikamuinua nimuingize ndani amekataa. Kwa hiyo mimi nimeamua nimwache hapo hapo alale. Mama, haiwezekani. Haiwezekani wewe ulale ndani baba lala hapa nje peke yake. Fungua mlango mimi nitamuingiza. Umenielewa? Nimekwambia hivi. Kama huyo baba yako wewe unampenda sana, basi wewe mchukue mpeleke chumbani kwako akalale. Umesikia? Mimi sitaki kunisumbua na taa yangu nimeshazima. Na ukifanya fyako mshezi wewe na kufuata huko nje. Nyoo! Mama. Kwa nini mimi jamani? Matatizo mpaka lini Mungu? Mungu jamani. Tumekukosea nini familia yetu sisi jamani? Kila siku hili, kila siku lile jamani kweli. Una matatizo gani? Mama, unanifundisha nini mimi mwanao mama? Mbona unamkosea sana babangu? Hata mimi pia mwanao mama unanikosea. Kwa nini lakini mama unakuwa hivi? Badilika mama. Ligoya binti yangu. Mimi sijakukosea wewe na wala sijamkosea baba yako. Nadhani wewe bado mdogo.
auelewi kabisa sheria za ndoa. Wanandoa wawili, mmoja hapo anaporukwa na akili, basi yule mwingine anaachika, iwe kwa talaka moja au kama hamna talaka. Kwa hiyo huyo baba yako chizi Nze Uwesu, mbona mimi ameshaniacha siku nyingi, nimeshaachika, sina mume. Umeelewa Mama? Hata kama, lakini ndo umeshakaa eda ya baba imeshaisha, ndo umeingia kwenye ndoa nyingine, si ndio? Nadhani wewe uelewi sheria ya ndoa na upo mbali sheria ya ndoa. Mama, hata kama siko mbali na sheria ya ndoa, lakini mama, si wa kutembea na Zuberi wewe mama. Kumbuka Zuberi na mimi umri wetu ni mmoja mama. Usinikosee adabu, kumbuka mimi ni mama yako. Mapenzi hayana udogo. Hata Mtume Muhammad alimuoa Bi Khadija akiwa na umri mkubwa. Sembusemi mama yako. Sawa mama, aliolewa lakini hakuzini. Mamangu wewe unazini mama. Mama una haya mama wewe. Sitaki uniingilie kwenye mapenzi yangu. Wewe ni mtoto, tabaki kwa mtoto. Yule nimempenda mimi. Yule ni baba yako. Tena